Kwa sauti ya juu, siasa za kikabila zimeanza kusikika tena, hata baada ya kila mmoja kuelewa hatari ya kuziendeleza. Wanasiasa wameanza kuelekeza taifa katika shimo kupitia matamshi yao kwenye kampeni zinazoshamiri kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakenya tutazidi kusema hapa kwamba wamesonga hatua kadhaa mbele ya wanasiasa, na ukweli wa mambo utajitokeza hivi karibuni na kila mmoja kuona. Tunao wanasiasa wanaoishi miaka ya kuendeleza chuki za kikabila kama ilivyokuwa ikifanyika miaka ya zamani. Shida tulizonazo hapa nchini kwa wakati huu na mahangaiko yanadhihirika wazi kwa kuwasikiza Wakenya hayana uhusiano kwa vyovyote vile na makabila tofauti tulionayo. Hapa twasema leo kwamba anayejaribu kutumia ukabila kama msingi wa kutafuta kura ataanguka chini ghafla. Usio Kenya ya wakati huu kujaribu kuwakosanisha wananchi kwa kutumia majina yao ya pili kwenye vitambulisho vya kitaifa. Wanasiasa waliopoteza umaarufu wao wasisingizie makabila tulionayo, wajilaumu kwa kucheza wananchi. Uongozi hauwezi ukalazimishwa. Karibu katika makala Nijerudi. Mimi naitwa John Wanyonyi. Kwa kusikiliza kwa karibu sana, kwa kutumia sikio la kisiasa, kwa kutafsiri yanayosemwa bila kusema moja kwa moja kwa maneno yanayoeleweka, ni rahisi sana kubaini mchezo mchafu wa kikabila ambao umeanza kupangwa. Wanasiasa tofauti wameanzisha kuwapanga Wakenya na kuharibu fikra zao, kuwafanya watazame makabila zingine kama yanayochangia Kenya kusalia nyuma. Tukubaliane hapa kwamba tuna shida tele, kuu ikiwa gharama ya juu ya maisha. Kuna hasira miongoni mwa Wakenya kutokana na shida wanazozipitia kifedha, na itaeleweka wakiuliza maswali moja kwa moja kwa waliowachagua kusimamia ofisi za umma, kazi wanayoifanya afisini. Tosalia na kipindi kifupi sana kabla ya uchaguzi mkuu ujao, na wasiwasi upo miongoni mwa viongozi tulionao kama kweli watarejea tena mamlakani. Tumesema hapa kwamba miaka ya wanasiasa kujaza viwanja vya michezo wakati wa kampeni, wananchi wakiwashabikia na kuwashangilia hainasi tena. Wale ambao wamepoteza umaarufu imewalazimu walipe pesa taslim kwa wananchi kwa kuwapigia makofi katika mikutano, mbinu ambayo ni kali sana. Kawaida wakati wa kampeni za uchaguzi tumekuwa na mirengo miwili ya kisiasa inayopangiwa vyama vya kisiasa, kila chama au muungano ukisimamiwa na wanasiasa mashuhuri. Upinzani dhidi ya serikali iliyo mamlakani imekuwa hivi tangu mwaka 1992. Upande wa upinzani umefanikiwa kuibuka na ushindi katika chaguzi za mwaka 2002 na ule uliopita wa mwaka 2022, ambapo rais aliye mamlakani anashindwa kumsaidia chaguo lake kupata ushindi. Katika uchaguzi wa mwaka ujao, muungano wa upinzani unajipanga kuminyana na serikali iliyoko mamlakani, na ingetarajiwa tufuate mkondo huu wa zamani ambapo siasa zinapangiwa vyama au miungano miwili. Badala yake tuna matamshi ambayo yamekuwa yakitolewa na wanasiasa na kukumbusha wengi siasa za uchaguzi wa mwaka 2007, yaani kujaribu kuhusisha shida zinazoonekana wazi na makabila tofauti. Mkondo ambao ni hatari sana. Kama tulivyoona bado uchaguzi huo, siasa za miaka 20 iliyopita, tuseme tena hapa kwamba haziwezi kujaribiwa sasa, na wachezaji watarajie ushindi. Mpiga kura atakayeshiriki uchaguzi wa mwaka kesho ni tofauti sana na wa miaka 20 iliyopita, na ameonyesha utofauti wake, ila walio na macho wanakataa kutazama. Baada ya Wakenya wapatao 1200 kuuawa katika Ghasia kufuatia uchaguzi wa mwaka 2007, baada ya wengine 600,000 kufurushwa makwao katika Ghasia hizo, kilichofuatia ni serikali ya nusu mkate, ambapo waliokuwa wanavutana kuhusu matokeo ya kura za urais waligawa serikali nusu binusu, ODM ikipata 50% na nafasi katika baraza la mawaziri, na PNU ikisalia na 10% nyingine.
Somo la kwanza kwa wapiga kura kwa wakati ule, hasa baada ya kesi za kutafuta haki kwa waathiriwa kuanguka kule KICC nchini Uholanzi. Uchaguzi wa mwaka 2013 ulijengewa ujana dhidi ya mambo ya zamani, Uhuru Kenyatta na mgombea mwenza wake William Ruto wakiahidi kufanya kazi tofauti na kinara wa ODM Raila Odinga. Upande ule akionekana kama anayependelea mbinu zilizopitwa na wakati kutawala. Katika uchaguzi mkuu uliopita, utawala wa sasa ulianza kadri ya uchumi mwamko mpya wa kimapato, ambapo waliona shida na uchochole wakiamshwa na kuinuliwa kifedha. Rais William Ruto akijiuza kama atakayeleta mabadiliko ya kiuchumi na kadhalika. Ukabila haukutajwa popote, kwani waliompa kura walikuwa Wakenya wa pande zote za nchi. Marehemu Raila Odinga aliongoza muungano wa Azimio uliokuwa na vyama tanzu kutoka kona zote za nchi. Ikiwa mtazamo huo wa kiuchumi hautatumika tena kama msingi wa kujengea siasa za mwaka kesho, ukabila kwa hakika sio mahala pa kukimbilia. Kama tunavyosikia kutoka baadhi ya wanasiasa ambao kwa wakati huu si vyema kuwataja kwa majina, wenyewe wanajianika na mbinu zao chafu. Tayari zimeanza kuonekana na kupokea hisia kali mtandaoni, ndimi za wanasiasa wasio na ajenda nyingine na wasio na ujasiri wa kujieleza na kutafuta kura kwa njia halali. Hatari sana, lakini haitachukua muda kabla ya kuwekwa kona yao na mpiga kura walio serikalini katika ngazi zote mbili. Kama asemavyo rais na kurudia, hebu kila mmoja wao na apimwe kwa kazi ambayo ameichapa na mipango aliyonayo kuwafaa wa Kenya. Kwa miaka mingine mitano kwa walio upinzani, wasiulizwe swali lolote kuhusu kazi walioifanya kwa vile hawana mamlaka, lakini na wajieleze na kuonyesha namna uongozi wao utakuwa tofauti na ule wa sasa. Hatuna tume ya uwiano na utengamano wa kitaifa inayoweza kutegemewa kufanya chochote kwa wakati huu kuzima ndimi za walioanzisha siasa za kikabila, lakini tuna uhakika mwananchi ana mamlaka makuu hata kuliko taasisi nyingine hapa nchini kuwazima daima wanaotaka kutorejesha Misri. Mimi naitwa John Wanyonyi.